nipo peke yangu chumbani kwangu nafanya maombi. Wakati nafanya maombi hayo, kuna malaika akanitokea. Na Bwana Jackton, tunaongelea maono ya wazi wazi. Nikiwa nimesimama, sijalala, sijasinzia, nikiwa macho mawili. Malaika wa Mungu alinitokea. Akanichukua katika roho. Sasa hapo siwezi kukueleza ilikuwaje. Ila ni kama vile mtu anavyokuambia mchawi. Ambaye anaweza akamwambia mtu kwamba naweza nikatoka kwenye mwili wangu afu nikaenda sehemu. Inakuwaga rahisi sana kukubaliana na mchawi. Nadhani kwa sababu ya familia zetu na jinsi tulivyoishi duniani. Yani tumeona uchawi mwingi na tumesikia story nyingi. Sasa kama mchawi ana uwezo Bwana Jackton ya kutoka kwenye mwili na kuweza kuenda sehemu mbalimbali, Mwana wa Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ana uwezo huo tena kwa ukubwa sana. So ndo siku ile nikaanza kuelewa mimi ni nani kama mwana wa Mungu kamili. Nilitoka kwenye mwili wangu. Mwili wangu haukufa wala haukulala wala haukuanguka, hapana, uliendelea kufanya maombi. Ila siko pale. Ghafla pale nilipokuwa nimesimama chumbani kwangu nafanya maombi, nikaanza tulipiga hatua 1, 2, nikaanza kudidimia kwenye ardhi. Nikapita kwenye ardhi, nikaingia chini ya ardhi, nikatokea kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Sasa wale malaika ambao walikuwa na yule Mikael wote wakashuka pamoja na sisi. Nikakutana na dunia. Nao mahali huku nilipoenda sio mara ya kwanza. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nishaendaga kabla. Lakini kwa leo sasa nilienda sehemu ambazo sijawahi kuzifikia. Kwa mara ya kwanza sasa Bwana Jackton tumeshuka na Mikael tukafika kwenye ngome ya Lucifer. Nilipita kwenye lango. Kulikuwa kuna maaskari wengi, walikufa wote. Hawakuguswa, walikufa wenyewe tu. Kwa sababu ya uwepo wa Mungu ulioko juu ya malaika mkuu Mikael. Tukapita mpaka chumba cha ndani. Nikamkuta amekaa kwenye kiti cha kifalme, wanaita throne kwa Kiingereza. Na kwenye kile kiti cha kifalme nikamkuta kijana mdogo sana. Kama mimi hapa hivi. Yaani ukiniuliza huyu ana miaka mingapi, nitakwambia miaka 25 hivi au 27, hajafika 30. Ni bwana mdogo sana. Narudia tena, bwana mdogo sana tu, amekaa kwenye kiti. Amevaa mavazi meusi mwili mzima. And then kuna kitu kikatokea, siwezi kukuelezea, kilinishangaza, ila nikamsikia Roho wa Mungu alizungumza kutoka ndani yangu. Yaani nikaropoka maneno Bwana Jackton. Maneno yalitoka ndani yangu ambayo sikuyapanga kuongea. Maana kwenye situation kama ile hujui hata unaongea nini. Wewe unaishia kushangaa tu. Nikajikuta maneno yalitoka kwenye kinywa changu, kwenye roho yangu, nikatamka, nikamsogelea yule kiumbe, yule jamaa, nikamsogelea, nikamwangalia vizuri kwanza, yani sura yake. Mimi sasa ni kama vile ndo nikaelewa, huyu ndo Lucifer. Kwa nikasema, dunia tunadanganyika sana. Kwa yuko vile vile alivyoumbwa siku ya kwanza na Mungu, yuko vile vile mpaka leo. Sio mweusi, ana mapembe, macho yake hana moto wala nini, ana macho kama ya kwetu hivi, lakini ndo Lucifer. Ghafla nikaona mbingu inafunguka. Sasa hii mbingu niliona inafunguka siwezi kukwambia ni ile niliona kitu kama mtu anavyofungua zipu. Kitu kama zipu. Natoa mfano. Kama mtu ukiona unafungua zipu, alafu unaifungua hivi. Niliona kitu kama karatasi, sio karatasi. Yaani naona kama zipu imefunguliwa lakini sio zipu. Yaani niliona mbingu inachana. Alafu kisha nikaona mwanga mkubwa sana. Nikaona mbingu inafunguka, nikaona nuru ya ajabu inatoka. Saa 9 mchana. Wakati huo majira yanaelekea kama saa 9:30 hivi, yanakimbia sasa. Nilichukuliwa katika roho namna nyingine. Lakini hiyo sitaki kuongelea. Ngoja niongelee siku ambayo nimemwona Bwana Yesu. Nadhani hiyo ndio ya msingi.